Mtayarishaji Fox Made It ambaye ndiye anayetengeneza hits nyingi za msanii Juma Jux ameibua mjadala mpya kwenye tasnia ya muziki baada ya kuposti ujumbe kwenye Instagram page yake akinyoshia kidole swala la ukweli na uwazi kuhusu uandishi wa nyimbo kwa baadhi ya wasanii ambao wamekuwa kitama na hizo nyimbo pasipokuwa na ukweli na pasipo kufahamika wale ambao wameandika hizo nyimbo, hapa kutoa credit kwa yule ambaye alihusika, aidha ni kutoa ushauri ama kitu kingine. Sasa kupitia Insta story yake Fox Made It ameandika hizi kauli za nimemwandikia nyimbo fulani, inabidi muwe mnaweka wazi ni nyimbo gani mmeandika, na pia itakuwa vizuri itusaidie kuzijua pia. Ujumbe huo ambao ameushare na Fox Made It umeonekana kuja wakati ambao tasnia ya Bongo Flava imekuwa ikikumbwa na malalamiko mbalimbali kutoka kwa baadhi ya waandishi wa nyimbo wanaodai kutoshukuru, kutotajwa au kutolipwa stake zao na baadhi ya wasanii wakubwa. So kwa miaka ya hivi karibuni malalamiko haya yamekuwa yakirudiwa mara kwa mara, waandishi wakidai kuandaa kazi na kutoa idea, melody au chorus nzima, lakini hawapati credit na hawatajwi kwenye metadata, na mara nyingi hawalipwi ipasavyo kama ambavyo imekuwa watu wengi wakiamini kwamba huenda amelipwa kiasi stahiki kutokana na kazi kubwa ambayo wao wameifanya. Lakini ukiwa mkweli ama ukiwa mtu ambaye unafuatilia industry ya muziki hapa nchini Tanzania, unaweza kuona ni kama mtayarishaji Fox Made It amekuja katika wakati ambao mada hii ndio imezidi kuwa moto, kwa sababu waandishi wa nyimbo ambao wamekuwa na maono makubwa kwa maana ya kuhakikisha kwamba hits ama wimbo ambao wanaandika unakuwa ni hit song, imekuwa ni kitu ambacho kinaleta ugumu sana, hasa kwa watu ambao wamekuwa wanaandikiwa kazi hizo lakini wanashindwa kutoa hizo credit. Sasa kwa mtayarishaji Fox Made It kutaka waandishi wa nyimbo wao wanaweka wazi ni kazi gani wameandika, inawezekana kuwa hoja, lakini chanzo cha tatizo sio kelele, si maneno ya Instagram, sio kutajana kwenye interviews. Tatizo ni kutokuwepo kwa majina ya waandishi kwenye metadata za nyimbo, na metadata ndiyo moyo wa biashara ya muziki duniani na ndiyo inayoamua kama mwandishi atalipwa, kutambulika, kulindwa au atasahaulika, kwa sababu majukwaa yote ya muziki husoma taarifa rasmi za wimbo, mwandishi yani released, mtunzi composer, lakini mtayarishaji producer, aliyepiga gitaa, bass, piano, lakini pia aliyefanya vocal arrangement na mchango mwingine wote. Hapa ndipo Spotify, Boomplay, Apple Music, YouTube na mawakala wa uchapishaji na kusanya mapato huamua ni nani analipwa nini. Na ukikosa jina hapa, hata ukilalamika miaka 1000 hakutabadilisha historia ya hiko ambacho wewe umekuwa ukilalamikia, kama ni mtu ambaye umehusika katika hizo category ambazo nimezitaja hapo. So kwa mfano ukiangalia wimbo wa No Guidance ya Chris Brown ambao ameshirikiana na msanii Drake ama rapper Drake, watu 10 wameandikwa kwa waandishi kama waandishi, na Chris Brown pamoja na Drake hakuna aliyeitwa dhaifu kwa kuandikiwa, hakuna aliona aibu kwa hizo aliona aibu kwa wasanii hao wawili wakubwa duniani. So muziki ni kazi ya timu na kila mchangiaji anapewa heshima yake rasmi. Lebo na wasanii wengi bado wanaona kuandikiwa ni ishara ya udhaifu, hivyo wanapuuza kuandika majina ya waandishi ili brand isiharibike, na matokeo yake waandishi wanalia mitandaoni, wanakosa publishing, wanakosa mirabaha, wanakosa heshima ya kazi zao. Waandishi wakubaliane tu majina yao yaweke kwenye metadata kabla ya wimbo haujatoka. Si lazima posti, si lazima drama, si lazima vitisho, kisha jina limeandikwa kwenye mifumo, haki inajilipa yenyewe. Hakuna malipo, heshima wala urithi bila jina kwenye credit. Kama kweli unataka kujenga sekta, lazima tuamke na haki ya mwandishi upatikana kwenye metadata. Hapo ndipo jina linaishi, linatambulika, linatengeneza pesa na halifutu tena na mtu yoyote.